Tunasema msaada huu ni bure kwa sababu wananchi hawalipii, lakini ukweli ni kwamba umelipiwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Gharama zote amelipia Dr. Samia Suluhu Hassan. Nani kama Samia? Nani kama Samia? Sijui sisi tutamlipa nini huyu mama mwenye upendo. Tumuombee afya njema kwa Mwenyezi Mungu. Na tumuombee ushindi wa kishindo Oktoba 2025. Kama kuna watu wanataka kuweka mpira kwa pani, ruksa kuweka mpira kwa pani. Lakini mechi haiahirishwi, iko pale pale. Na hili nalisisitiza, nimweleze mwenezi, mechi haiahirishwi. Mwenezi, mechi haiahirishwi, iko pale pale. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika ibara yake ya 5, ibara ndogo ya kwanza, imesema Mtanzania mwenye miaka zaidi ya 18, yani 18 na kuendelea, ana haki ya kushiriki katika shughuli za uchaguzi. Ni haki ya binadamu hiyo. Lakini haki hiyo, ibara ndogo ya 2 imesema inaweza kuondoshwa kwa sababu zifuatazo. 1, endapo wewe sio raia wa Tanzania, yani ni raia wa nchi nyingine. Sababu ya 2, endapo una ugonjwa wa akili au Waswahili wanasema chizi. Sababu ya 3, endapo umetiwa hatiani kwa makosa fulani fulani ambayo ni makubwa sana, sio haya madogo madogo. Sababu ya 4, endapo hauna kitambulisho, kitambulisho cha umri, kitambulisho cha uraia ama kitambulisho cha mpiga kura. Hizi ndizo sababu 4 zinaweza kukufanya wewe ukose haki yako ya kushiriki katika masuala ya uchaguzi. Si maneno yangu mimi, ni maneno ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninayo hapa. Na ukisoma katika ibara ndogo ya 2, ibara ya 5, ibara ndogo ya 2, naomba niwasomee sentensi hii. Inasema mbali na sababu hizo, manake hizi 4 nilizozisema, hakuna sababu nyingine yoyote inayoweza kumzuia raia asitumie haki ya kupiga kura mbali ya hizi 4. Sasa nalisisitiza hili kwa sababu katika siku za karibuni wamejitokeza watu wanaotaka kuwazuia raia wa Tanzania wasipate haki yao ya kushiriki katika uchaguzi. Nimewasikiliza kwa makini, sijaona yoyote akizisema hizi sababu 4. Sijaona yoyote akisema Watanzania msishiriki uchaguzi wa Oktoba kwa sababu nyinyi sio raia. Msishiriki uchaguzi kwa sababu nyinyi sio machizi. Maana akikwambia mtu usishiriki, wewe ni chizi. Anayesema tusishiriki uchaguzi, maana yake anakuambia wewe ni mwenda wazimu, na kwa mujibu wa katiba huwezi kushiriki nini? Shughuli za uchaguzi. Au anasema wewe ni mhalifu ambao umetiwa hatiani, au hauna kitambulisho. Sijasikia mtu akisema sababu hizo. Na katiba inasema mbali na hizo hakuna sababu nyingine yoyote. Kwa hiyo maneno kwamba Watanzania tusishiriki uchaguzi ni maneno ambayo yanatutaka tuvunje katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hasa ibara ya 5, ibara ndogo ya 2. Sasa na kila kiongozi nchi hii ameapa kuheshimu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kila mwananchi anapaswa kuheshimu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wewe unayechochea wananchi wakiuke katiba, umepata wapi mamlaka hayo? Na haki hiyo sio haki inayotolewa kwa makundi, ni haki ya mtu mmoja mmoja kwenda kupiga kura. Niwahakikishie serikali yetu iko imara. Iko imara kweli kweli. Uchaguzi wa Oktoba upo.
na wananchi tujipange. Wanataka kugomea wakagombee, wanataka kwenda kupiga kura wataenda kupiga kura, kwa sababu haya ni maelekezo ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mimi ndio waziri mwenye dhamana ya katiba. Ndio maana wizara yangu inaitwa Wizara ya Katiba na Sheria. Sema mamlaka ya nchi yatatekelezwa na vyombo vitatu. Chombo cha kwanza ni serikali ambayo inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Chombo cha pili ni mahakama ambayo inaongozwa na Profesa Ibrahim Juma. Chombo cha tatu ni bunge ambayo inaongozwa na daktari wakili msomi Tulia Ackson Mwansasu. Kwa mjibu wa katiba, hivi ndivyo vyombo vinavyoongoza nchi, si mtu mwingine. Chama cha siasa ukitaka kuongoza nchi, nenda kashinde uchaguzi kwanza ndio utaunda serikali. Usiposhinda uchaguzi, huna mamlaka ya kuendesha nchi. Unaweza kukosoa, unaweza kushauri, na unapokosoa na kushauri tumia lugha za staa. Ukitumia lugha ambazo za staa, hatutakuelewa. Hakuna mtu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye yuko juu ya sheria. Kila mtu lazima aheshimu sheria. Tukafika sehemu kiongozi anahamasisha watu wasifuate sheria, nchi haitatawalika. Na nchi isipotawalika ni kwa faida ya nani? Wewe kijana unaeshawishiwa usifuate sheria, ni kwa faida ya nani nchi isipotawalika? Lazima nchi itawalike, lazima kuwe na amani, lazima tufuate sheria. Ndio maana ya utawala wa sheria. Jambo lote tunalolifanya tulifanye kwa kuheshimu sheria. Kama sheria ni mbaya, katiba imetupa muongozo. Muongozo wa kwanza unakwenda bungeni, kwenye Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kufanya mabadiliko ya sheria hii. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nitoe rai kwa viongozi wa mkoa, viongozi wa wilaya, viongozi wa tarafa, viongozi wa kata, viongozi wa vijiji na viongozi wa mitaa. Tutumie njia ya utatuzi wa mgogoro kwa njia mbadala, badala ya kukimbilia kwenye vyombo vya sheria kila wakati. Na wote niliowataja wana mamlaka hayo ya kufanya utatuzi. Tusisubiri mpaka kiongozi wa kitaifa anakuja. Wewe mwenyekiti wa kijiji usiwe mzalishaji wa migogoro, kuwa mtatuzi wa mgogoro. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa usiwe mzalishaji wa mgogoro, kuwa mtatuzi wa mgogoro. Mtendaji wa kata na mheshimiwa diwani, kuwa mtatuzi wa mgogoro. Mheshimiwa DC, dasi na kuu yako, mheshimiwa RC, rasi na kuu yako, kuweni watatuzi wa migogoro ili tuondoe migogoro katika jamii. Lakini tuna vyombo vya habari. Mko hapa kwa wingi sana. Mmeshirikiana nasi vizuri katika mikoa 24 na huu wa 25 ninaona ushirika unakwenda vizuri. Kupitia nyinyi tumefanikiwa kuelimisha Watanzania zaidi ya milioni 43. Tunawashukuru sana sana, na tunaomba muendelee kuelimisha wananchi, kuwafikishia ujumbe, kufanya kazi nzuri ambayo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ametuagiza tuifanye.